Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafabat. Ndugu zangu, tunarudi tena katika kipindi chetu cha Uislamu ni dini ya kweli, na leo tumezungumzia au tunakwenda mbele na kuizungumzia swala, na mimi ni Abdul Wahab Karangwa. Wakati uliopita tulikuwa tukizungumzia umuhimu wa swala na vizuri vinavyopatikana ndani ya swala, yani mwanadamu akisimamisha swala basi hupata uzuri wake. Tukaona kwamba mtu akisimamisha swala anapata utengamavu wa moyo au unyenyekevu wa moyo. La pili, tukaona kwamba anapata radhi za Mola wake, anakuwa ni kipenzi chake, yani rafika yake na Mola wake. Na la tatu, tukaona ya kwamba swala ni swala inayaondoa madhambi. Tukawa tunazungumzia yapi na tukayaona yapi madhambi Mwenyezi Mungu anayo yaondoa kwa juu ya swala. Kwa hiyo tunaendelea katika kuona uthibitisho wa kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu kwa kweli anaondoa madhambi mtu akisali. Na mtu akishajua, ndugu yangu, ukishajua kwamba we ni mfanya makosa, ukishajua kwamba we ni mwanadamu na upungufu fulani, lazima umkimbilie sana Mola wako. Uwe ni mwepesi wa kuyajua hayo na kukimbia kutafuta radhi zake Mola wako. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani, anasema wa aqimis salata طرف النهار ظرفي طرف النهار وظرف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك الذكر للذاكرين. Ebu ona katika hii aya Mwenyezi Mungu anasema kwamba ametanguliza swala. Aqimis salah, simamisha swala. Tarfai nahar, katika nyakati za mchana. Wa dhulfa minal layl, na dhulfa minal layl, na kipindi cha usiku. Hapa inaonyesha kwamba vipindi vitano ni katika hii aya. Vipindi vitano vya swala vinatoka katika hii aya, kwamba simamisha swala katika nyakati za mchana na nyakati za usiku. Na akasema innal hasanati yudhhibuna sayyiati, kwa sababu uzuri au mambo mazuri huyaondoa yale mabaya, yani huyaondoa madhambi. Kwa hiyo swala ni jambo kubwa sana katika Uislamu, jambo zuri sana mbele ya Mola wako. Najua usisahau kwamba ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana. So kwa sababu hiyo ni kwamba swala mtakisali ni miongoni mwa mambo mazuri yale ambayo yanayo yaondoa mabaya. Kwa sababu gani tulete dalili kama hizi? Hadithi tumeiona ya Mtume Muhammad SAW anavyosema, alivyotupa mfano akituuliza kwamba je, mmoja wenu akiwa mbele ya mlango wake unapita mto wa maji, ananawa au anakoga katika mto huo mara 5, je, atabaki na uchafu? Jambo na jibu linakuwa kwamba hawezi kabaki na uchafu. Haiwezekani, uchafu haubaki. Rasul sallallahu akasema wakadhalika, namna hii na ni hivyo hivyo 5 salawati, swala 5 katika mwanadamu akizisimamisha, basi mwanadamu habaki na ubaya, habaki na uchafu. Tumesema uchafu mdogo mdogo. Uchafu
mdogo mdogo, kama vile kusikiliza mambo sio mazuri, masikio yamesikia mambo sio kuwa mazuri, ulimi umetamka maneno asiyokuwa mazuri, yani ambayo si maneno si makubwa, au macho umetizama sehemu ambayo huruhusiwi kutizama, umechukua vitu ambavyo au umechukua vitu au umetoa vitu ambavyo si vizuri kuvifanya. Kwa hiyo mambo kama haya madogo madogo, basi mtu akisali swala inayaondoa. Mwenyezi Mungu anamuondolea haya madhambi. Lakini ni nani? Ndugu yangu, ni nani? Ni kila aliyeingia msikitini? La, ni yule ambaye ameingia msikitini akijua vizuri kitu gani anakwenda kufanya pale. Watu wengi wanasali, ndugu zangu, watu wengi wanasali, lakini namna ya kusali, wanaingia msikitini au wanasimama sehemu yoyote wanakosalia, lakini anakuwa hayupo. Yuko kwenye swala, lakini akili na fikira zake ziko katika vitu vingine. Ndugu yangu, inakuwa hiyo si swala, inakuwa si swala nzuri. Swala nzuri ni ile ambayo unaifikiria na umejitengeneza vizuri kwayo, umejiandaa kweli kiakili na kimwili, kiakili na kivitendo. Yani umehudhuria swala katika wakati wako, umehudhuria katika wakati umehudhuria swala msikitini ukiwa kabisa wewe na akili zako na mwenendo wako uko tayari katika kusali. Na ukifika kwenye swala unakuwa ni mwenye kunyenyekea, unakuwa ni mwenye kunyenyekea. Mwenyezi Mungu wakati alikuwa na wasifu watu wazuri alisema, walladhina fi salatihim khashi'un, na wale ambao wakiwa kwenye swala zao wanakuwa ni wenye khushu', wanakuwa ni wenye khushu', wenye kutengamaa, wenye kuwa ni watulivu katika swala zao. Yani akili zao ziko kwenye swala, anafikiria jambo kubwa, jambo zima ya swala. Kwa hiyo huyu akitoka katika swala anabaki na hofu ile ya kuwa Mwenyezi Mungu hatoikubali. Kwa hiyo anaisindikisha na anaongeza katika juu ya swala, anaongeza kuomba na kupandisha mikono na kumlilia Mola wake akubali mambo yake, akubali swala yake. Huyu mtu sasa ndiye Mwenyezi Mungu anayesema kwamba innal hasanati yudhhibuna sayyiati. Kwa kweli mambo mazuri, yani swala nzuri ni ile ambayo inayoondoa madhambi, ni ile swala ambayo umepata unyenyekevu ndani ya moyo, unyenyekevu ndani ya vitendo vyako, unyenyekevu ndani ya fikira zako. Yani jua ya kwamba anasali, anajua ya kwamba iko mbele ya Mola wake, amesimama mbele ya Mola wake, mbele ya bosi wake. Kwa hiyo anaumupa umuhimu, sio kupiga kelele, sio kurukaruka. La, ibada ya kurukaruka, ibada ya kupiga kelele, inakuwa hii si ibada. Ibada mbele ya Mola wako ni kumnyenyekea, ni kumpa moyo, ni kumpa akili, ni kumpa fikira zako. Mbele yake unakuwa yuko mbele ya bosi wako. Jua ya kwamba yuko mbele ya muumbaji wako, ambayo ni Mola wako, ambaye anakwenda kukupa kukubali unayoyafanya, ambayo kesho atakwenda kuuliza. Subhanallah, ndugu zangu, sisahau jambo hili. Sali ukiwa na aina mbili. Ukienda kusali, sali una aina mbili. Ya kwanza kabisa
kwenda kusali ukijua ya kwamba unataka radhi zake Mwenyezi Mungu, unataka upendo wake Mwenyezi Mungu, unataka uwe mpenzi wake Mwenyezi Mungu kwa sababu umetekeleza maamrisho yake. Nenda kusali ukitaraji kupata thawabu zake Mola wako, kwamba Mwenyezi Mungu atakupa aljanna wakati utakapotengeneza swala yako. Jambo la pili ndugu yangu, jua na kuwa na hofu, kuwa na uoga kwamba kama hatokubali au kama hutofanya, lazima chuki zake zitakuendea. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atulinde. Kwa hiyo mwanadamu, jua ya kwamba kama tulivyotangulia katika mafundisho yetu yaliyo kwanza, sema kwamba hakuna kupendaye kuliko Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Mola wako anakupenda kuliko unavyojipenda. Ndiyo sababu kila wakati na kwa kila jambo anakuwekea wepesi na anakuwekea uzuri ambao utakuja kukufaa duniani, katika maisha yako duniani, na utakufaa kesho yaumul qiyama mbele yake Mwenyezi Mungu. Wakati utakapofika mbele yake, akikuuliza jambo gani umefanya na ulifanya kwa ajili ya nini na ulifanya kivipi. Allahu akbar. Haya mambo tutakuja kuyaulizwa ndugu zangu. Umefanya nini ukiwa duniani katika kuniabudu? Umelifanya kwa ajili gani? Yani hapo umepatikana kwamba umesali, umesimamisha swala. Naam. Umesali kwa nini? Utaulizwa kwa nini umesali. Nataka nikupe faida hii ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu mtizamaji, wewe anayenisikiliza. Usisahau ya kwamba huyu anayekuuliza anayajua yote kwa kila namna. Anakujua ndani na nyuma. Anakujua yale siri ulizozificha, anazijua yale mambo uliyoyatenda. Uliyoyatenda kwa siri anayafahamu vizuri, na uliyoyatenda katika hadharani na yenyewe anayafahamu vizuri. Lakini wakati ule anakuulizia wewe utoe ushahidi katika nafsi yako. Na wakati utakuwa unajitetea, mwanadamu atakuwa anajitetea kutokana na mambo aliyoulizwa. Anajitetea kwa uzuri. Kama amesali, amekwenda msikitini akasali, lakini alisali hayupo. Yani physical alikuwa pale, lakini fikira zake ziko sehemu nyingine. Au amekwenda kusali, kasimamisha swala ili watu wasimzungumze, wasiseme kwamba jamaa nasikia adhana hauendei msikiti. Jamaa naona wenzake wanakwenda kusali, yeye haendi. Yani unakuta mtu anasali kwa ajili hiyo. Au anakumbushwa, bwana, wewe ni Muislamu, amka twende kusali. Unaona? Kwa hiyo anaulizwa kwa nini umesali? Umesali kwa ajili gani? Mtu ambaye amesali kwa ajili kwa ajili ya kuwaridhisha watu, huyu mtu hajasali. Huyu mtu hajasali. Kwa hiyo nakwambia ndugu yangu ni kwamba kumbuka kwamba huyu atakaye kuuliza haya anayafahamu vizuri ulivyokuwa duniani. Anakufahamu ukiwa shimoni, anakufahamu ukiwa chumbani pekee, anakufahamu alikuwa akikuona wakati wowote na sehemu yoyote uliokuwa. La kwanza hilo. La pili, naomba usisahau ndugu yangu na dada yangu, naomba usisahau kwamba una malaika wawili. Hawa wa malaika hutafautiani nao, hawakuachi. Sehemu yoyote ulipo wako na wewe. Wanasajili kila jambo, subhanallah. Wanasajili kila jambo na kila kitendo, kidogo kikubwa. Kwa hiyo usifikiri kwamba uko wewe peke yako.
hauko wewe peke yako, uko na watu wengine na viumbe vingine, uko na wanao kusajili mambo yako. Kwa hiyo siku ile utakwenda kuulizwa mambo unayoulizwa wamesajiliwa ndani ya vitabu, na Mola ambaye anakuuliza, Mola mambo yote anayafahamu vizuri, alikuwa akikuona. Kwa hiyo ndugu zangu, vitendo vyetu, kuwa makini sana na swala yako. Kuwa makini sana na swala yako. Tengeneza swala yako kuanzia katika fikira zako, katika kujitwaharisha kwako, katika kusimama kwako kwenye swala na vinginevyo. Kwa hiyo swala ambayo inamuondolea mwanadamu ni hiyo swala Mwenyezi Mungu ambaye ameikubali, na Mwenyezi Mungu kukubali swala ya mja inakuwa ni swala ambayo imesaliwa katika namna ilivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo swala, miongoni mwa uzuri wake mwingine ni kwamba swala inazidisha upendo baina ya watu wenye kusali. Nataka nikwambie ndugu yangu, napenda nikuelezee ndugu yangu, hakuna kitu kinachoweka mapenzi kama watu kusali pamoja msikitini. Yani wakikutana kwa siku mara 5, mtu anampenda mwenzie pasipo kutizama natoka wapi, pasipo kutizama ana manufaa gani na yeye. La, basi anampenda kwa ajili anapenda Allah, na mpenzi wake Allah anakuwa anapenda mambo yake, anakuwa anapenda mambo ya Allah vizuri, anamjua Mola wake vizuri, anafanya kazi za Mola wake kuwa anazishuka. Tayib. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na wahusieni na kuihusia nafsi yangu kwamba swala ni jambo zito na ni jambo zuri, na uzuri wake unarudi kwetu. Kwa hiyo tu ni watu wenye kusimamisha swala wakati wowote. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.